Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Wawakilishi wa bunge la kaunti ya Kiambu wametoa onyo kwa gavana wa kaunti hiyo Kimani Wamatangi, wakitishia kuanzisha mchakato wa kumuondoa mamlakani iwapo hatatatua kwa dharura mgogoro wa kiafya ambao unaendelea kushuhudiwa katika kaunti hiyo. Onyo hilo linatolewa wakati shinikizo linaendelea kutolewa na madaktari ambao wamekuwa kwenye mgomo kwa zaidi ya miezi 4 sasa. Hii hapa taarifa ambayo imeandaliwa na Wanjiku Wanjiro. Kwa kipindi cha zaidi ya miezi 3, huduma za afya katika hospitali za umma kaunti ya Kiambu zimedorora kufuatia mgomo wa madaktari na kuwaacha wagonjwa kuhangaika na hata kusababisha maafa. Mazungumzo kadhaa kati ya vyama vya wafanyakazi na serikali ya kaunti yakishindwa kuleta suluhu. Wawakilishi wa bunge la kaunti ya Kiambu wameungana na madaktari wakidai hatua za dharura zichukuliwe, wakitishia kumuondoa mamlakani gavana Kimani Wamatangi iwapo hatashughulikia masuala ya madaktari hao wanaogoma. Wawakilishi hao wanamtaja gavana huyo kama mwenye kiburi. Hatuwezi kaa tunyamaze tu kama watoto wanakufa, kama watu wanakufia madaktari kwa watu wanakufia mahospitali yetu, kama hakuna madawa, kama hakuna madaktari kwa mahospitali. Huyo ni mtu hata hafai hata kukua kwa kiti ya kuchaguliwa ama hata ya kuteuliwa. Kwa upande wake, gavana Wamatangi amepuzilia mbali madai hayo, akisema ni wapinzani wake wanaochochea siasa, akisisitiza kwamba serikali yake inaweka mikakati ili kurekebisha hali katika sekta ya afya katika kaunti hiyo. Wacheni kukaa huko Nairobi. Kazi yenu ni kutoa pesa kupeana kwa maofisi fulani ati ndio hii Kiambu yetu iharibiwe, tuonekane kama ati hatufanyi kazi, na jama ni moja. Wakati huo wabunge wa wakilishi wadi, madaktari na chama cha madaktari KMPDU wamewasilisha ombi bungeni kushinikiza suluhu ya kudumu. Mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu afya Dr. James Nyikal amehakikisha kwamba swala hilo litashughulikiwa kwa haraka ili kuwapa afueni wakazi na wagonjwa kaunti ya Kiambu. And we are urging the governor to listen to the rest of the leaders, to listen to the other leaders, have a sit down with the union and sort this very critical matter. We cannot allow Kenyans to continue suffering just because of the indecisive nature of our governor. I can undertake that we are going to look at it as fast as we can, so that if this matter can be resolved, we'll see the way forward. Kadri mzozo huu unavyoendelea, maelfu ya wakazi wa Kiambu wanaendelea kuhangaika, wakitarajia suluhu kupatikana na kurejesha huduma za afya kuendelea kutolewa kama kawaida.